Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Elimu bora kwa maendeleo ya taifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kazi inaendelea, kitabu kiendelee. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Elimu bora kwa maendeleo ya taifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Musa Zungu, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitaje tu Mheshimiwa Gaddafi, comrade, na timu yote ya chama mlioko hapa na viongozi wote mlioko hapa. Wakuu wa wilaya wengi wamekuja, ikiwa na aliyekuwa mkuu wa wilaya Rombo sasa hivi yuko Kagera. Nashukuru sana kuona hapa, na mwakilishi wa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi hapa kazi yangu ni kukaribisha kuongea, kuja kutusaidia kuhitimisha maadhimisho haya. Maadhimisho ya miaka 30 ya VETA kama mamlaka inayosimamia vyuo vya ufundi na ufundi stadi. Lakini actually ni maadhimisho ya miaka 50 ya mfumo wa kitaasisi wa serikali wa kitaifa wa kusimamia mafunzo ya ufundi na ufundi stadi. Kwa sababu mwaka 1975 ndio ilianzishwa idara ya serikali iliyokuwa inafanya kazi sasa ya kuratibu na kusimamia mafunzo haya. Idara hiyo ndio hatimaye ilibadilika na kuwa VETA. Kwa hiyo VETA kwa namna nyingine na yenyewe inaadhimisha miaka 50. Mheshimiwa mgeni rasmi, mambo mengi yamefanyika, uzuri mtendaji wetu ameyaeleza. Lakini maadhimisho haya yanatupa msukumo mpya na mkubwa wa kuimarisha zaidi mahusiano kati ya vyuo vyetu vya VETA na wazalishaji maeneo ya kazi. Na tumeanza kuhakikisha kwamba tunachofundisha kwenye vyuo vyetu vinaendana na mahitaji ya wale wanaozalisha. Kwa kongamano moja lilozungumzwa hapa ilikuwa ni kuwaleta wadau wa nguo na mavazi ili kuangalia wale wanahitaji nini na nini tunafundisha. Mfano mwingine, VETA juzi hapa walikutana na mdau mmoja anayetengeneza aluminium zinazotengeneza madirisha. Huyu mdau yeye anafundisha watu mwenyewe. Kwa hiyo tulikubaliana na VETA wafuate watu kama hao na kuwauliza kwa nini vijana wetu tukiwafundisha hawawezi kuja kuajiriwa moja kwa moja, ili tujue mahitaji yao wanaozalisha na kuhakikisha kwamba ndicho tunachofundisha kulingana na mahitaji ya wadau. Kwa hiyo kuna msukumo mkubwa ambao tutaenda nao sasa hivi kwenda mbele. Pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaendelea kutekeleza maelekezo ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kujenga vile vyuo vilivyobaki katika wilaya zote 64 ambazo hazina vyuo vya VETA vya kiwilaya, na chuo cha VETA cha mkoa wa Songwe ambao ndio ulikuwa umebaki mkoa peke yake uliokuwa hauna chuo cha VETA cha mkoa. Kazi inaendelea vizuri chini ya uongozi wenu. Zaidi hapo, Mheshimiwa mgeni rasmi, swala la usimamizi na uendeshaji wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi sio kazi ya serikali peke yake. Sekta binafsi ina mchango mkubwa sana. Kwa hiyo katika miaka hii 50 ya VETA katika sura mbalimbali na miaka 30 ya VETA katika sura hii tunayofahamu, serikali ilianzisha sasa mamlaka inayosimamia utoaji wa elimu ya ufundi na ufundi stadi, inaitwa NACTIVATE. Na leo Mheshimiwa Ndunguru, dada yangu Ndunguru, mwenyekiti wa NACTIVATE, yuko ameungana na sisi hapa. Tunashukuru sana. Na kazi yao sasa ni kusimamia vyuo, asante sana, vyuo vyote vya aina ya VETA vya serikali na binafsi. Na kwa maana hiyo maelekezo ya rais wetu kwamba tushirikishe na kusaidia na sekta binafsi kuongeza fursa tunalitekeleza vile vile kwa kuimarisha utendaji wa NACTIVATE. Mwisho kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaweka vile vile msukumo mkubwa wa kujifunza kutoka nchi mbalimbali. Na tumezungumza na nchi mbalimbali: Japani, China, Korea, India, Uswisi, Ujerumani, na tumepeleka timu India na tutapeleka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunajenga mahusiano makubwa zaidi kati ya nchi zetu, vyuo vyetu hivi vya VETA na vyuo vya wenzetu, ili kuhakikisha kwamba mafunzo tunayotoa kwa kweli
yanakidhi mahitaji ya kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, nakushukuru tena sana kwa kuja kuungana na sisi. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.